Mambo vipi mtazamaji wa Bongo Plus TV na 96 link up sana kwenye exclusive interview nyingine tena. Mimi naitwa Victor Madaha. Bahati nzuri sana niko na ndugu yangu Zungu. Nimekuta kapiga bwana uzi wake hapa wa huyu ni hayati tumuite marehemu marehemu Ayatollah Al-Khamenei. Zungu, imekuwaje sasa? Nimeona jambo limekuwa serious kweli. Jambo limekuwa serious na tulitoa damia tu zimemalizika. Ingawa mahitaji bado yamekuwa ni mengi, so binafsi hili jambo limekuwa kubwa sana, linahitaji mtu mwingine wa pili wa kulisimamia. Kwa hiyo tunaendelea kuweka mambo sawa, lakini kwa zile 100 za kwanza ambazo zilitoka zote zimekwisha. Tunamshukuru Mungu sana. Hongera bazee. Mimi na wakati tunafanya interview ulikuwa ndo kwenye mpango wa kwenda kufuturisha, hatukuzungumza ukaenda kufuturisha na nini, pengine pia mapokezi pale kwa maana ubalozi wa Irani walichukuliaje hasa kitendo chako cha kwenda kufuturisha? Walipokea vizuri na jambo lilichukulia vizuri sana kwa sababu walikuwa wapo wakati wa msiba na mimi nilitumia ile pia kwenda kuwafariji, lakini kubwa zaidi mbali na kufuturisha lilikuwa swala la dua. Kwa maana ya kwamba dua ambayo aliombewa marehemu Khamenei ambayo ilifanywa na watoto wadogo. Sisi tunaamini kwamba dua za watoto zina uzito mkubwa mbele ya Mwenyezi Mungu, huwa zinasikika kwa ukubwa na uzito wa hali ya juu. Kwa hiyo ndo mambo mawili makubwa ambayo yalifanyika pale, kufuturisha sambamba na dua ya kumwombea mzee wetu Khamenei, Mwenyezi Mungu amjalie huko alipo. Nikana mimi mmoja wa watu ambao nafuatia sana page yako, nikana nasoma comment pale anasema kwamba Zungu Mtanzania ambaye kuna mambo ambayo yanatokea Tanzania hapa, kuna watu wanapoteza maisha, lakini hatumuoni Zungu akienda kutoa labda katika watoto yatima yote ama kuomba dua ama hata kupost tu afanye kitu kama hicho. Kwa nini hiki ambacho kinafanyika mashariki kinamgusa kwa kiwango hicho? Kuna nini hapa Zungu? Nadhani ni ukienda direct kwenye swali lako, wengi wana comment wanasema Oktoba 29 ulikuwa wapi? Mbona uko busy sana na Irani, unaonekana unaumia na Irani kuliko wa Tanzania. Oktoba 29 kukuwa na mtandao. Nadhani tulikuwa na siku 6 ambazo kulikuwa mna nini? Mtandao. Lakini hilo la kwanza. Hao ambao wanasema Oktoba 29 mbona ukuposti, hata wenyewe pia wana account kwenye Instagram, lakini hawakufanyaje, hawakuposti, lakini wanataka mimi ndo nifanyaje, ndo niposti. Jambo la tatu, tukisema ukweli bila unafiki, watu wengi ambao waliposti matukio Oktoba 29 hawakuwa hapa nchini. Media ambazo ziliripoti na kutengeneza documentary kama BBC, CNN, si media zenye makao yake makuu hapa kwetu nyumbani Tanzania. Hilo ni jambo la tatu. Sasa kutokana na hayo mambo matatu, kulikuwa mna uwezo wa kufanya kwa ukubwa hilo jambo kama ambavyo watu wanataka, kwa sababu kwanza digital kulikuwa mna mtandao zima. Sasa wewe mtandao ukishazimwa unaweza vipi kufanya kuposti? Ni jambo ambalo haliwezekani kabisa. Hicho ambacho kilitokea. Nyinyi mliposti? Ngoja kwanza sasa. Hapa. Hii 96 link Bongo Plus. Nyinyi Oktoba 29 mlikuwa na vyombo pia, si ndio? Nyinyi mliposti? Hapana, mimi sikuwa na access ya mtandao. Sasa kumbe wewe jibu nalo. Sasa wanakuambia sasa mbona mtandao ulivyorudi ukuanza? Tayari mamlaka zilisha. Unajua kuna kitu kimoja ambacho ni muhimu kipo. Hata sasa hivi ukiangalia vyombo vingi vya habari vya Israel hawaposti Israel yakishambuliwa. Kama ambavyo pia vyombo vingi vya habari vya Iran hawezi kuposti waseme leo tumepigwa na nini. So kwa yaliyotokea mimi sijui ya mala, kuna tume inaundwa, ni mambo ya majonzi na nini, kuna tume, tunaiachia tume. Lakini kwa nini pia hatukuposti baada ya kurudi? Tayari kuna baadhi ya watu hususan mataifa jirani na wale wasioitakia mema Tanzania walishaigeuza ile ajenda kuonyesha Tanzania kuna amani,
Tanzania ni nchi ambayo tayari imeharibika, haitawaliki. Sasa pale na wewe utaendelea kuchochea, yaani unaona kabisa huu moto huu nikichochea ndo msitu unaungua huu, yaani ndo tunabaki pee. Busara ni kuendelea kuuchochea ule moto, msitu ungue kabisa, uchome mpaka na viumbe vingine visivyohusika vyenye maisha wadogo kabisa, au busara ni kuchukua maji na kuanza kuuzima ule moto kidogo kidogo. Busara ni kuchukua maji na kuanza kuuzima ule moto. Ndicho ambacho media za Tanzania na waandishi nadhani walifanya. Kuna watu ambao Zungu wanaamini kwamba ukiangalia kila ambacho kinaendelea kwa mfano Mashariki ya Kati, ukienda katika mfumo ule wa kiimani, tukiacha kwamba kuna mambo ya uchumi na mambo mengine kama hayo, watu wanasema kwamba kwenye ndani ya taifa la Irani kuna wale wananchi ambao sio waumini wa kila ambacho kinaongozwa kwa maana Uislamu. Na ndio maana kutashuhudia maandamano yanakuwepo kwa sababu wanatamani nchi yao iwe katika vile ambavyo mwanzo ilivyokuwa. The Rising Lion, unafahamu ile na bendera yao mwanzo ilikuwa simba katikati. Yes, kwa sababu ni wananyima haki yao. Tukianza kwanza kwenye hilo, wana haki wale ambao walikuwa wanatamani na wenyewe kwamba nchi irudi katika ule mfumo wa zamani. Kwani demokrasia ni nini? Demokrasia si wengi wape. Hiyo si ndio demokrasia? Hilo kundi ambalo wewe hapo unalitaja ni asilimia ngapi ukilinganisha na Waislamu wa Shia pale katika nchi ya Iran? Unagawanya tu, unapiga hesabu. Hayo maandamano ambayo unayozungumzia kupinga serikali ya Iran, ukiyalinganisha na haya maandamano ambayo tunayaona ya usiku na mchana ya kuiunga mkono serikali ya Iran wakati huu wa vita, yapi yana watu wengi zaidi katika miji mingi? Mimi nimeona maandamano Isfahan, nimeona maandamano Tabriz, Natanz, si ndio? Nimeona maandamano Tehran. Yale mlioyaita maandamano ya kupinga serikali ya Iran niliona kwa uchache sana katika baadhi ya maeneo Tehran. Kwa hiyo ni wapi ambao wanaunga mkono serikali kwa wingi na wapi ambao wanaikataa serikali, na ni kwa sababu zipi? Kwa mfano swali langu likija pale, wewe mwenyewe unafahamu namna siasa zilivyo. Wale ambao kwa mfano wananchi ambao wanaandamana kwa sababu ya mamlaka wanasupport ipo. Lakini wewe mwenyewe ni shuhuda, watu ambao wamekuwa wakiandamana against kila ambacho kilichopo pale wamekuwa kiuawa. Sasa ile ipo. Kama kuna shinikizo kwamba wanauoga pia kutoka kuandamana. Kwa nini wasapotiwe na Donald Trump? No free lunch in America. Ukiona Marekani anaunga mkono jambo lako lolote, kashapiga mahesabu makubwa mbele ya kurudisha faida mara 15 hata 20 zaidi ya kile ambacho atakitumia, na mara baada ya hapo haijalishi itakuwaje. Sasa tuende kwenye historia ya kujibu swali lako. Hii mbinu inaitwa divided and rule, na imekuwa ikifanya vizuri katika maeneo mengi chini ya mwanzilishi ambaye ni Marekani. Libya mwaka 2011 walianza kuandamana watu wachache hivyo, wachache. Mara baada ya hapo Marekani akaingia kupitia NATO, wakasema wanaiondoa serikali ya Muammar Gaddafi madarakani, na kweli walifanikiwa. Lakini ile chokochoko ilianza kwa divided and rule, kwamba waliandamana wa Libya wenyewe kwa wenyewe, waliuana sana. Baadaye ndio Marekani wakaingia na NATO kwamba tunatuliza hali ghasia. Baada ya pale nini kilitokea?